Habari gani Mwanakyeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakyeo TV. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche amezungumzia tena kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Nanukuu maneno ya John Heche katika mtandao wa Twitter, nanukuu: kupandisha mafuta kiolela haikubaliki. Chama chetu hakitakubali dhuluma ya aina yoyote dhidi ya wananchi maskini. Tuliambiwa kuna stoku ya mafuta mpaka mwezi wa 6. Maana yake kama kuna stoku mpya ambayo imepanda, bei haijaingia hata nchini. Huu upandishaji wa mafuta unafanywa na cartel kuumiza mnyonge. Nauliza, nauli zitapanda, bei za bidhaa zote itapanda, mwananchi mnyonge ataumia. Utaunganisha Watanzania kukataa huu. Mwisho kunukuu maneno hayo ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kiufupi, John Heche anagusia swala moja ambapo serikali tangaza rasmi kwamba wana stoku ya mafuta mpaka mwezi wa 6. Sasa anashangaa kwa nini wamepandisha bei kabla ya mwezi wa 6 wenyewe haujafika. Maoni yamekuwa ni mengi katika chapisho la John Heche. Wa kwanza katika eneo la maoni hapa anaitwa Baba Grace, anasema hili jamaa haliko sawa kichwani. Amejibu tofauti kidogo, lakini Santiz anasema elimu kuhusu akiba ya kupanda kwa bei ya mafuta, kaweka elimu hapo. Lakini Agnostic anasema kwa kweli hii na kupinga makamu, hauwezi tumia akiba muda ambao vita bado ina escalate na hatujui wars. Lakini Facemos anasema kuwepo kwa mafuta haibadili bei ya soko la mafuta. Kuwepo kwa mafuta ndio kitu kikubwa zaidi, na kama mafuta yangeuzwa kwa bei ya zamani hakutakuwa na fedha za kutosha za ununuzi wa mafuta mapya. Lakini Khalsa anasema kuhusu hiyo stoku ya mafuta mpaka mwezi wa 6, hata kama ipo haimaanishi bei itabaki ile ile. Lakini Lomanyia anasema wenye magari wataanza mfumo nauli zipande, watafunga mdomo, wataanza mgomo nauli zipande. Watakapoanza mgomo ndiyo nafasi ya wananchi na nao wataandamana. Alafu ni akili gani mbovu unayowaomba watoa huduma za usafiri wasipandishe nauli, wakati serikali imeshindwa hata kupunguza makodi kwenye mafuta ili yasipande bei. Lakini Tibakula anasema makamu, kwa hili si sawa. Nafikiri ungejielekeza kusema serikali hii haramu kwa jinsi vipato ya TZ vinazidi kudolola. Lakini Yusufu Abera anasema huu ni wizi na ujambazi kabisa. Yale mabilioni yaliyotajwa na CAG yalikuwa yametosha kabisa kupunguza gharama za maisha. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yametoka katika chapisho la God Bless EJ Lema. Jina langu Mwanakyeo TV, tafadhali subscribe, turn on notification kama ni mara yako ya kwanza kabisa. Ungana nami katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.